Tension kubwa jamani ni Mashariki ya Kati. Mashariki ya Kati kinaenda kuwaka, tunaweza tukasema, au kinaenda kupigana vita. Na unajua Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, mara nyingi ameweza kuwa manipulate utawala wa Marekani kuweza kuanzisha vita dhidi ya Iran. Na lazima ufahamu kabisa kwamba Israel hawezi kupigana vita mwenyewe dhidi ya Iran. Na kijiografia lazima ufahamu kwamba jiografia ya Iran na Israeli, kama wakipigana leo hii, basi vita kubwa itakuwa katika eneo la anga, tunasema space. Kwa sababu unafahamu kutoka Israel kwenda Iran unapita Jordan, unapita Saudia, unapita Bahrain, alafu ndo unaifikia Iran. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo itafanyika ni kujaribu kutumia space. Hapa naziona kwa mfano F-15, F-16 ambazo Wayahudi wamekuwa wakipewa na Marekani, lakini zaidi sana naziona zaidi ya drone zile kamikaze za Iran zaidi ya 2000 mpaka 3000 zikirushwa ndani ya anga la Israeli. Kwa hiyo hapa tunashuhudia vile vile, tutaenda kushuhudia ile mifumo ya Iron Dome ambayo imekuwa ikijaribu kudungua zile drones za Israeli kuweza kufanya kazi. Sasa kwa watu ambao wanafuatilia siasa za Mashariki ya Kati, na kama umefuatilia kwa BBC, Al Jazeera, umeona kabisa kwamba kuna tension kubwa ya vita Mashariki ya Kati. Marekani wameamua kupeleka, au kama unaweza kusema kama wanajiandaa na vita dhidi ya Iran. Tumeshuhudia nyambizi kubwa zimeenda kule katika eneo la Mashariki ya Kati. Tumeshuhudia wanajeshi wengi wamekuwa wameenda kule Mashariki ya Kati. Nimeona mmojawapo wa kamanda wa kikosi cha Navy cha Marekani ameenda Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni kama wanajiandaa na vita. Sasa ukitazama Irani tunafahamu ipo kwenye vikwazo tangu mwaka 1979. Irani wapo kwenye vikwazo, na tumeshuhudia kwamba Iran wamepitia kwenye machafuko mikubwa ya ndani ya yale maandamano ambayo yamekuwa yakijaribu kuondoa utawala wa Ayatollah, na tukashuhudia kwamba zikatolewa taarifa kwamba kutoka utawala wa Iran kwamba wale walikuwa waandamanaji wameungwa mkono na Mossad na Shin Bet na CIA. Kwa hiyo kutazama ndani ya Iran wamekuwa wakiwa na uchumi mbaya zaidi, na kama unafahamu kwamba vita maana yake ni uchumi. Hauwezi kupigana vita kama hauna uchumi. Kwa ni kama Magharibi na Israeli walikuwa wanajaribu kama kwanza kuwanyong'onyesha Irani kivikwazo, lakini zaidi sana wahakikishe kwamba sasa wanaenda kufanya regime change. Lakini cha kujiuliza hapa ni kwamba je, mataifa yote ambayo Marekani amejaribu kufanya regime change ameweza kufanikiwa? Amefanya regime change Iraki, je, Iraki imeweza kufanya demokrasia? Amejaribu kufanya regime change Afghanistan, je, Afghanistan imetawala demokrasia? Amejaribu kufanya regime change kule Libya kwa Gaddafi, je, Gaddafi leo imekuwa nchi ya demokrasia? Kwa hiyo huu mpango wa kujaribu kusambaza demokrasia ya kimagharibi unaita Western democracy, kujaribu kwamba wapeleke katika nchi za Kiarabu na Mashariki ya Kati, kwa kweli mpango huu umekwama, hauwezi kufua dafu. Irani kutazama, wananchi wamekuwa wakiwaunga mkono utawala wa Ayatollah, na Ayatollah ni kiongozi ambaye anaheshimika zaidi, anamiliki mifumo, anamiliki ujasusi. Kikosi cha ILGC kazi yao kubwa ni kulinda utawala wa Ayatollah. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba naiona itakuwa ni vita kali sana kati ya Irani pamoja na Marekani. Lakini tumefahamu kwa mfano kuna ile siku katika ile vita ya siku 12 Israeli alipigwa zaidi katika ile vita, na Trump anakiri kwamba Israeli kama Marekani wasingeingilia basi Israeli angepata hasara kubwa zaidi. Na katika taarifa ambayo nimefuatilia sasa hivi ni kwamba nimeona ndani ya Tel Aviv, Haifa, kote wananchi wameambiwa waanze kuingia kwenye mahandaki. The same katika Iran, vile vile Ayatollah zinatoa taarifa kwamba amekuwa akijificha kwenye mahandaki. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna tension kubwa sana ya vita ambayo inatakiwa kutokea kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Sasa nimeona mataifa mbalimbali yamekuwa wakionya, kuanzia Urusi na China, lakini zaidi sana nchi za Kiarabu ambao wale ambao wanaitwa waliosaini Abraham Accord, mpango wa Trump ambao ulianzishwa kwa lengo la kunormalize uhusiano kati ya Israeli dhidi ya nchi ya Kiarabu. Lakini inashangaza, yani kwa mahali nimealikwa kuchambua, tulikuwa tunachambua bodi ya amani ambayo ameanzisha Trump. Trump ameanzisha bodi ya amani kwa lengo la kuweza kuijenga Gaza, kwa lengo kuweza kuijenga Ukraine, kuijenga Sudan, kuijenga mataifa mbalimbali. Lakini huyu Trump anachukua majeshi kwenda kuharibu nchi ya Iran. Unashangaa sasa hii bodi ya amani imeundwa kwa sababu gani? Au ni bodi tu ya kuhakikisha kwamba inampa populisti umaarufu wa kisiasa?
Unafahamu kwamba Trump ni kiongozi ambaye anapenda sana umaarufu wa kisiasa. Anatamani yeye kama awe ndo boss. Kwa mfano kwenye bodi ya amani anajichagua kwamba ni mwenyekiti. Atujue atakuwa mwenyekiti mpaka lini. Kwa sababu katika Umoja wa Mataifa kuna principles za kuweza kujiunga. Cha kwanza lazima uweze kuwa nchi, uweze kuwa taifa, uweze kuwa serikali, uweze kuheshimu mifumo ya kidemokrasia na mifumo ya haki za binadamu. Lakini Trump ameanzisha bodi yake ya mchongo na kuanza anasema kwamba wewe nani Xi Jinping karibu kwenye bodi. Nani Putin njoo kwenye bodi. Zelensky njoo kwenye bodi. Sui nani huyu Macron wewe kwanza hautashinda uchaguzi mwakani hata usipoingia sikuhitaji. Anachagua yeye. Je, huyu mwenyekiti amepewa na nani? Angalia tu ambao amewachagua. Amemchagua Marco Rubio, waziri wake wa mambo ya nje wa taifa Marekani. Amemchagua Jared Kushner, huyu ni mpo wake, tajiri ambaye amekuwa akifanya biashara ya majumba, kujenga majumba duniani. Amemchagua Tony Blair. Tunafahamu Tony Blair mwaka 2003 ndio aliongoza kikosi cha Uingereza kwenda kumtoa Saddam kule Iraq. Lakini vile amemchagua tumeona Steve Witkoff, tunajua huyu ni mwanamikakati wa Marekani ambaye amekuwa akijaribu kunormalize vita kati ya Urusi na Ukraine. Sasa unajiuliza kwamba hii bodi ya amani, wakati tuna Umoja wa Mataifa, kuna chombo cha Umoja wa Mataifa ambao kinaitwa United Security Council, baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambalo limekuwa likipitisha maazimio, likipitisha mikataba ya kimataifa almaarufu kama convention na likipitisha declaration. Hii bodi ya amani ambayo imeanzishwa ina kazi gani kama bodi hii ya amani ipo imeanzisha afu bado watakwenda kuivamia taifa la Iran? Kimkakati Iran ni taifa kubwa zaidi, na kimkakati na kihistoria Iran amekataa kupiga magoti katika utawala wa nchi za Mashariki ya Kati. Tayari wameshachukua Saudi Arabia. Saudi Arabia leo hii inalindwa na Marekani. Transjordan inaitwa zamani Safe Jordan inalindwa na Marekani. Kuwait inalindwa na Marekani. Kule Afghanistan kuna kambi 16 za Marekani. Twende hapa wapi? Bahrain kuna kambi za Marekani. Qatar ndio kuna kambi kubwa Marekani takriban wanajeshi 10,000. Kwa hiyo hizi nchi zote ukizitazama tayari Marekani ameshazichukua na anaziangalia kimkakati. Na moja ya sababu ya kimkakati ambayo imeanzishwa kuhakikisha kwamba wanaanzisha taifa la Israeli ni kuhakikisha kwamba wanaweza kuangalia maslahi ya kijiopolitiki katika eneo la Mashariki ya Kati. Ndugu yangu mtazamaji wangu, katika eneo la Mashariki ya Kati asilimia 49 mpaka 51 mafuta yanatokea eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ilikuwa lazima uweze kuiangalia maslahi ya kijiopolitiki, na hiyo tunasema kwamba ndio sababu ya kuanzishwa taifa la Israeli. Kwa hiyo mataifa yote ya Kiarabu yashapiga magoti, Iran wamekataa kupiga magoti. Wanategemea teknolojia yao, wanategemea uchumi wao, wanategemea mafuta yao. Iran leo hii mafuta ni gharama nafuu kuliko maji. Yaani ukienda Iran maji ni gharama, maji ya kunywa kuliko mafuta. Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba wameondokana na sanction. Tunaita sanction, boycott na divestment za nchi za magharibi. Kwa hiyo Wamarekani na nchi ya Israeli hususan AIPAC, Christian Zionism Movement, Israel Foundation, hawa ndio na mpango kisha kwamba wanaweza kumanipulate Trump kisha kwamba anaenda kuivamia Iran. Kwa hiyo tuombe wa Iran kwa sababu nafahamu kwa uwezo wa kivita, kwa uwezo wa kijeshi, mwaka jana tumeshuhudia Iran maeneo yake matatu, Isfahan, Fordo na Tehran yameweza kushambuliwa dhidi na kile ambacho kinachoitwa Trump kuweza kuharibu maeneo ya kimkakati ya nyuklia. Lakini je, kutazama tume ya atomic ilisha kusema kwamba Iran hajafikia uwezo wa kuweza kuzalisha nyuklia. Amekuwa akitumia nyuklia kuhakikisha kwamba anaweza kuzalisha umeme na mahitaji mbalimbali ya kisayansi, lakini bado ngangania kwamba huyu Netanyahu huyu mzee wa kuwashika masikio wakina Trump, wakina Biden, wakina Obama, anaambia kwamba hawa tukiwacha mwezi mmoja, tukiwacha wiki 6 wataweza kufikia urutubishwaji wa kuanzishwa na kutengeneza bomu la nyuklia. Amekuwa akitumia sababu za nyuklia kama sababu za kimkakati. Tunajua kwamba anataka kufanikisha ajenda yake ya kutengeneza make Israeli great again. Kwa sababu lazima ufahamu mpango wa Zionism Movement ambao ulianzishwa mwaka 1900 karne ya 19 ni mpango wa kisiasa kuhakikisha kwamba Israeli inaenda kukamata maeneo Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa kweli mnachokiona mtandaoni kwa jamani kina uhalisia. Umetazama Al Jazeera, CNN, BBC, Fox, wote wanasema kwamba tayari kuna kambi za kimkakati zimeandaliwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Bwana, mimi ni Godfrey Mchungu, mwanafalsafa mchambuzi wa kimataifa. Ndio nimeanza hivi ndugu zangu. Mchambuzi, fungua YouTube hii hapa.
nishafungua.